Asante sana Babu kwa habari za ulimwengu. Mjadala tutaanzia huko nchini Kenya kuyatazama maandamano yaliyopangwa leo kuadhimisha kumbukumbu ya miaka miwili ya maandamano ya Gen Z yaliyofanyika miaka miwili iliyopita. Huko Iran, jeshi la walinzi wa mapinduzi limeonya dhidi ya meli kuvuka katika mlango bahari wa Hormuz bila idhini. Na hapo baadaye tutatazama michuano ya kombe la dunia inayoendelea kutimua vumbi huko Marekani, Mexico na Canada. Kwa hayo na mengine mengi, usiondoke. Na msikilizaji na mtazamaji, tuko mbashara kwenye mtandao yetu ya kijamii kuanzia Facebook, YouTube, tafuta DW Kiswahili na tuachie maoni yako huko, tutayasoma muda mfupi ujao. Na tuanze uchambuzi wa ripoti zetu mchana huu huko nchini Kenya. Maelfu ya Wakenya wanatarajiwa kushiriki katika maandamano leo huko nchi ya Afrika Mashariki ikiadhimisha kumbukumbu ya miaka miwili ya maandamano ya Gen Z na kuwakumbuka zaidi ya watu 120 waliopoteza maisha yao wakati wa maandamano hayo. Maandamano hayo ya kupinga mswada wa fedha uliokuwa na utata yalianza mwaka 2024 na baadaye yalibadilika kuwa kampeni pana dhidi ya kupanda kwa gharama za maisha, ukosefu wa ajira na madai ya ufisadi serikalini. Kwenye laini ya simu yuko mwandishi wetu wa mjini Nairobi, Shisia Wasilwa. Shisia, bila shaka unanipata? Bila shaka Suleiman. Hali ikoje muda huu? Watu wako barabarani? Suleiman, watu wako barabarani tunavyozungumza kwa wakati huu. Tulitarajia maandamano ya vijana waje mijini, lakini walikuwa ni wachache sana. Awali tuliwaona viongozi wa upinzani kama vile Martha Karua, Eugene Wamalwa, pamoja na wanaharakati na familia za wale ambao walipoteza jamaa zao, walikuwa wanataka kwenda bungeni kuweka shada za maua kwa ajili ya kuwakumbuka wapendwa wao, lakini walikutana na ulinzi mkali. Maafisa wa polisi walikuwa wameweka nyaya na hawakuruhusiwa kuingia katika majengo ya bunge kama walivyotarajia. Sisi tunaelezwa kwamba watu hawaruhusiwi kuingia mijini, magari ya abiria, magari binafsi ya watu. Tafsiri yake nini? Maana yake ilitangazwa na mamlaka kwamba shughuli zitaendelea kama kawaida. Naibu mkuu wa polisi wa Nairobi, Masengedi, amesema wamefanya hivyo kuwazuia magenge ya watu ambao wangependa kuingia jijini na kuzusha rabsha. Ikumbukwe kwamba kama hawangefanya hivyo basi wale wahuni au magenge ya watu yangeingia mjini na kuandamana na wale waandamanaji halisi na kuzua rabsha. Kwa hivyo barabara kuu za kuingia jijini Nairobi ama kwa hakika zimefungwa kama ulivyosema Suleiman. Kwenye miji ambayo ni ngome ya upinzani, kwa mfano Kisumu, taarifa zinasemaje? Manake tulitegemea pengine katika miji kama huo yangeweza kufanyika maandamano. Asante sana Suleiman kwa swali lako. Kule Kisumu kuna amani, na badala ya vijana kuenda kufanya maandamano wameenda kujiandikisha kupiga kura, na hilo linaelezea kwamba ushirikiano ambao umekuwepo kati ya Rais William Ruto na viongozi wa Kisumu pengine umezaa matunda, na huenda hilo linaashiria kwamba huenda amechukua ile ngome kwenye uchaguzi mkuu ujao. Kwa hiyo kwa maelezo yako na tafsiri yako fupi kuhusiana na haya maandamano ambayo yalipangwa kufanyika hii leo, tunaweza kusema kwamba hajafanikiwa kwa kiwango kile kama ambavyo ingetarajiwa? Naweza nikasema kwa kiwango kikubwa hayajafanikiwa kama ilivyotarajiwa, manake hata waandamanaji ambao walikuwa wanakwenda bungeni walikuwa ni wachache sana, kinyume na ilivyokuwa katika miaka miwili iliyopita. Sisi ya Wasilwa tunakushukuru sana. Bengine kama kutakuwepo na mengine tutakutafuta hapo baadaye kwa ajili ya ufafanuzi zaidi. Asante sana Suleiman. Naam, ni mwandishi wetu huyo mjini Kenya akitueleza hali ilivyo katika siku ambayo ilipangwa kufanyika maandamano ya kuadhimisha miaka miwili ya maandamano ya Gen Z yaliyofanyika miaka miwili iliyopita kule nchini Kenya. Na tutazame ripoti nyingine. Jeshi la walinzi wa mapinduzi wa Iran IRGC limeonya dhidi ya meli yoyote kuvuka katika mlango bahari wa Hormuz bila kupata idhini, ikisema meli ambazo hazifuati sheria zitachukuliwa hatua kali. Hayo yanajiri wakati ambapo Marekani imeahidi kulinda maslahi ya mataifa ya Ghuba katika mazungumzo na Iran. Mengi zaidi kuhusu hali huko Mashariki ya Kati anatuarifu Grace Kabogo. Taarifa iliyotolewa leo na IRCG imeeleza kuwa njia pekee iliyoidhinishwa kupitia mlango bahari wa Hormuz ni ile iliyotangazwa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na kwamba kuvuka ujia huo bila kupata kibali ni jambo lisilokubalika na lenye hatari kubwa sana.
Jeshi hilo pia limeshutumu kile ilichokiita njia mpya kupitia katika ujia huo iliyotangazwa na mamlaka fulani bila kutoa maelezo zaidi. Iran imesema meli zinazoendesha shughuli zake nje ya njia zilizoidhinishwa na nchi hiyo zitakuwa zinakiuka maagizo rasmi. Mustakabali wa ujia huo, njia muhimu ya usafirishaji wa nishati duniani ambayo ilifungwa na Iran wakati wa vita, ni sehemu muhimu ya mazungumzo kati ya Iran na Marekani. Iran imesema inapanga kutoza kile ilichokiita ada ya huduma za baharini. Marekani inapinga hatua hiyo, ikisema njia hiyo ya bahari ni ya kimataifa na hivyo haipaswi kutozwa, na kwamba kuweka ushuru kwenye meli zinazosafiri kupitia mlango bahari wa Hormuz ni suala linalokiuka mazungumzo na Iran kwa ajili ya amani ya kudumu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema mlango bahari wa Hormuz ni njia ya baharini ambayo hakuna nchi inayoimiliki. Nadhani ulimwengu mzima utapinga utaratibu wowote unaotoza pesa kwa ajili ya kutumia njia baharini ya kimataifa. Tunapomaanisha kufungua mlango bahari wa Hormuz, tunamaanisha kufungua ujio wote bila kuweka vikwazo katika njia za baharini za kimataifa. Rubio alitoa kauli hiyo jana Jumatano baada ya kuwasili Kuwait kama sehemu ya ziara yake katika mataifa matatu ya Ghuba inayolenga kupunguza wasiwasi wao kuhusu matokeo ya makubaliano yanayokusudiwa kumaliza vita na Iran. Kulingana na Rubio, makubaliano yoyote yatakayofikiwa na Iran yatahakikisha maslahi ya washirika wa kikanda na Washington. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Marekani amesema nchi yake itakuwa pamoja na nchi za Ghuba wakati inapovutana na Iran kuhusu suluhisho la kudumu la mzozo huo. Amefafanua kuwa Marekani itawashirikisha kuhusu kila uamuzi utakaofanywa kuhusu mazungumzo hayo. Rubio leo anatarajiwa kuhudhuria mkutano wa Baraza la Ushirikiano wa Nchi za Ghuba GCC huko Bahrain baada ya jana kukutana na viongozi wa Kuwait na Umoja wa Falme za Kiarabu. Wakati huo huo, Rubio amesema mazungumzo ya kiufundi kati ya Marekani na Iran yanatarajiwa kuanza tena wiki ijayo Juni 29 au 30 nchini Uswisi. Amesema mazungumzo hayo yatakuwa katika ngazi ya maafisa na kuwahusisha maafisa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Wizara ya Nishati na mashirika mengine yaliyopewa jukumu la kushughulikia masuala ya kiufundi ya makubaliano kati ya Marekani na Iran. Namna Grace Kabogo huyu na yanayojiri huko katika Mashariki ya Kati. Na turejee tena hapa barani Ulaya. Viongozi wa kundi la nchi tano kubwa za Ulaya E5 wanataka kuiongezea nguvu jumuiya ya kijeshi ya NATO na kuimarisha zaidi tawi lake la Ulaya. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema hayo katika mkutano uliofanyika mjini Berlin. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte alijiunga nao kwa njia ya mtandao alipokuwa anakutana na rais wa Marekani mjini Washington katika juhudi za kumtuliza Trump kabla ya mkutano wa kilele wa jumuiya ya NATO utakaofanyika mwezi ujao mjini Ankara, Uturuki. Mengi zaidi anatueleza Zainab Aziz. Viongozi wa nchi hizo tano, Ujerumani, Ufaransa, Uingereza, Italia na Poland, ambazo pia ni washirika wakubwa wa jumuiya ya kijeshi ya NATO kutoka barani Ulaya, walikutana mjini Berlin jana Jumatano kwa ajili ya kujiandaa kwa mkutano wa kilele wa mwezi ujao utakaofanyika mjini Ankara. Na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte alijiunga nao akiwa nchini Marekani alikokuwa anakutana na Rais Donald Trump kujadili masuala yanayohusu usalama wa nchi za Atlantiki, ambako alisisitiza kuhusu muungano wa kijeshi wa NATO ambao Trump amekuwa akiukosoa vikali, huku Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Pentagon, ikitafakari umuhimu wa hatua za kijeshi za Marekani katika bara Ulaya. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz alipowahutubia waandishi wa habari baada ya mkutano huo wa viongozi wa kundi la E5 huko mjini Berlin, alisisitiza kwamba mkutano wa kilele wa NATO wa mjini Ankara unapaswa kutumiwa na nchi hizo kutoa ujumbe kwamba nchi za Ulaya zitakamilisha sehemu yake wakati utakapofika katika kuunga mkono makubaliano ya amani ya Iran. Zimesalia wiki mbili tu kabla ya mkutano wa kilele wa NATO utakaofanyika mjini Ankara. Tunataka kuhakikisha mkutano huu muhimu unafanikiwa. Tutazingatia zaidi usalama wetu katika nyakati za hatari. Mkutano huu utaimarisha uhusiano wetu na kutuleta karibu sisi watu wa Ulaya. Rais Trump ameikosoa jumuiya ya kijeshi ya NATO mara kwa mara, akisema Marekani inawajibika pakubwa na hata zaidi ya sehemu yake ya mchango wa matumizi ya kijeshi, na malalamiko yake yamekuwa makubwa zaidi tangu Marekani ilipoanzisha vita vyake dhidi ya Iran, ambapo kiongozi huyo wa Marekani alionyesha kukasirika kuhusu baadhi ya nchi wanachama wa NATO zilizopuuza wito wake wa kumsaidia kwenye hatua za kuanzisha tena biashara ya mafuta duniani kupitia kwenye mlango bahari wa Hormuz uliofungwa na Iran.
Trump alimwambia katibu mkuu wa NATO Mark Rutte kwamba nchi hizo hazikutaka kutoa ushirikiano hata kidogo. Acha niseme tu, nilikatishwa tamaa na Italia, nilikatishwa tamaa na Uingereza, tulikatishwa tamaa na Ujerumani na Ufaransa pia. Tumekatishwa tamaa na Uhispania ambao haitaki kuchangia chochote, lakini tutaona kitakachotokea. We'll see what happens. Rais wa Marekani amesisitiza juu ya uaminifu kwa washirika muhimu wa Marekani. Amesema wakiweza kuzingatia uaminifu, basi atawarudisha katika upande wake mzuri. Ni Zainab Aziz huyo na mkutano wa viongozi wa kundi la nchi 5 kubwa za Ulaya. Na turejee tena hapa mjini Bonn, Ujerumani. Mjasiriamali wa vyombo vya habari na mtetezi wa demokrasia wa Hong Kong, Jimmy Lai ametunukiwa tuzo ya uhuru wa kujieleza ya Deutsche Welle mwaka huu. Hata hivyo, wakati akipewa heshima hiyo mjini Bonn, Ujerumani, yeye mwenyewe bado yuko gerezani akitumikia kifungo cha miaka 20 kutokana na mashtaka yanayohusishwa na sheria ya usalama wa taifa ya Hong Kong. Tuzo hiyo imeibua tena mjadala kuhusu hali ya uhuru wa vyombo vya habari nchini humo. Ili Sesanga na taarifa kamili. Jimmy Lai ana umri wa miaka 78. Kwa zaidi ya miaka 5 sasa amekuwa gerezani ambako familia yake inasema afya yake imezorota na mawasiliano yao yamebaki kupitia barua pekee. Lakini kabla ya kuwa mfungwa anayejulikana duniani, Lai alikuwa mmoja wa wafanyabiashara waliofanikiwa zaidi Hong Kong. Alikimbia China akiwa mtoto mwenye umri wa miaka 12, akajijenga kupitia biashara ya nguo na kuanzisha chapa maarufu ya Giordano. Baada ya mauaji ya waandamanaji wa demokrasia katika uwanja wa Tiananmen mwaka 1989, aliamua kuelekeza sehemu ya utajiri wake katika kupigania uhuru wa kujieleza. Akaanzisha jarida la Next na baadaye gazeti la Apple Daily lililokuwa maarufu kwa habari za uchunguzi na ukosoaji wa serikali ya Beijing. Gazeti hilo lilikuwa sauti muhimu ya harakati za demokrasia Hong Kong, lakini baada ya China kuweka sheria ya usalama wa taifa mwaka 2020, Lai alikamatwa na Apple Daily kufungwa mwaka uliofuata. Katika kongamano la kimataifa la vyombo vya habari la Deutsche Welle Global Media Forum, familia yake ilipokea tuzo ya uhuru wa kujieleza kwa niaba yake. Akizungumza na DW baada ya kupokea tuzo hiyo, binti yake Claire Lai alisema tuzo hiyo imethibitisha kuwa watu wanaotetea wengine kamwe hawawachwi peke yao, na kuongeza kuwa baba yake amefungwa kwa sababu anaamini katika uhuru wa mawazo na taarifa. Firstly, it is such a huge privilege and pleasure to be accepting. Kwanza kabisa ni heshima kubwa sana kupokea tuzo hii kwa niaba ya baba yangu. Nina hakika angependa kushukuru wote waliopo hapa leo. Amefungwa kwa sababu aliamini katika uhuru wa mawazo na taarifa. Haya ni maadili yanayounganisha watu wengi waliopo katika kongamano hili na yanatukumbusha kwamba ni maadili yanayostahili kupiganiwa. Those are values worth fighting for. Mkurugenzi wa DW Barbara Massing amesema Jimmy Lai ametunukiwa tuzo hiyo kwa msimamo wake usioyumba wa kutetea uhuru wa habari na maadili ya kidemokrasia licha ya gharama kubwa binafsi. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa kamati ya kulinda na kutetea waandishi wa habari CPJ, Jody Ginsberg, amesema kilichotokea kwa Apple Daily kilikuwa ishara ya mapema ya kubanwa kwa uhuru wa vyombo vya habari na haki za kiraia mjini Hong Kong. Jimmy Lai anaendelea kuzuiliwa gerezani, lakini kwa wengi duniani ameendelea kuwa ishara ya mapambano ya uhuru wa habari, demokrasia na haki ya wananchi kupata taarifa bila hofu ya ukandamizaji. Tuzo hiyo ya Deutsche Welle imeongeza sauti za wanaomtaka achiliwe huru na kuthibitisha kuwa mchango wake haujasahaulika. Na tugeukie sasa michuano ya kombe la dunia inaendelea kutimua vumbi katika mataifa ya Marekani, Mexico na Canada, na kwenye laini ya simu niko na mwandishi wa habari za michezo mkongwe hapa kutoka hapa DW Kiswahili, Joseph Charo, kuzungumzia masuala yote yanayohusu kombe la dunia. Joseph Charo, bila shaka unanipata? Nakupata vizuri sana Sule. Naam, tuanzie na mechi zilizochezwa usiku kwa mkeleo. Brazil wametinga katika hatua ya 32 bora ya michuano hii kibabe kabisa mara baada ya kuwacharaza Scotland goli 3-0. Vinicius Junior man of the match katika mechi zote za Brazili mara hii. Unaizungumziaje?
Ilikuwa mechi nzuri kabisa ya kusisimua, na kongole kwa Vini Junior kwa jinsi ambavyo ameonyesha umahiri katika mechi zote 3 za makundi, na tuliona pia shangwe kubwa sana la Neymar pia kuonyesha vipi mashabiki wanavyompenda sana, na kongole kwa timu nzima ya Brazil kwa kuongoza kundi C wakiwa na alama 7 mbele ya Morocco ambao pia wana alama 7, na Scotland ambao wamepigwa na Brazil wamekamilisha na alama 3. Na hii ina maana kwamba Brazil na Morocco zimesonga mbele